Mheshimiwa Msukuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Ujenzi wa barabara wa madaraja unaoendelea kwenye jiji la Mwanza umesababisha foleni kubwa sana kwa takriban siku 3 zilizopita mpaka sasa. Barabara inayotoka mji wa Mwanza kwenda Igoma, kwenda Nyegezi, lakini kwenda airport ni barabara moja tu ambayo bypass yake huwa ni Rufiji. Lakini kumechimbwa daraja Rufiji, kumechimbwa mlango moja. Kwa sasa kitendo cha kutoka Nyerere Road kwenda Mabatini inatuchukua mpaka masaa 3. Je, waziri uko tayari kuambatana na mbunge wa Nyamagana kwenda kumuhimiza yule mkandarasi afanye ujenzi usiku na mchana, kwa sababu anajenga bila kutengeneza bypass? Kwa hiyo tunapita kwenye njia moja, foreni ni kubwa. Uko tayari kuambatana na mbunge wa Nyamagana? Majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza niko tayari kuambatana na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, na nipongeze sana Mheshimiwa Msukuma kwa kuleta hoja hiyo, lakini nitumie nafasi hii kumwelekeza meneja wa TARURA mkoa wa Mwanza kwamba pamoja na umuhimu wa kujenga madaraja na barabara zetu, lakini lazima tuzingatie pia kupunguza usumbufu wa foleni ambazo zinaweza kuleta changamoto kwa wananchi. Kwa hiyo barabara ya Mwanza Igoma Nyegezi kuelekea airport waone utaratibu mzuri. Kwanza mkandarasi aongeze spidi kuhakikisha ujenzi unakamilika mapema na kuondoa adha hiyo ya foleni, lakini ikiwa kuna namna ya kuwa na barabara ya mchepuko ni vizuri wafanye hivyo ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wanaoenda katika maeneo hayo. Mheshimiwa, tunaendelea. Nimwite sasa Mheshimiwa Amina Musa Mkumba, mbunge wa Kibiti, aulize swali. Anauliza, lini serikali itakarabati barabara ya Kipoka Mahimbwa kwa kiwango cha changarawe ili kufungua kata za Delta? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Amina Musa Mkumba, mbunge wa jimbo la Kibiti kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA inatambua umuhimu wa barabara ya Kipoka Mahimbwa katika kuwezesha mawasiliano na shughuli za kiuchumi katika kata za Delta ambazo ni Kiongoroni, Mbuchi, Msara na Salale wilayani Kibiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kutenga bajeti za ujenzi na ukarabati wa barabara katika wilaya ya Kibiti, ambapo katika kipindi cha mwaka wa fedha 2021/22 hadi 25/26 jumla ya shilingi bilioni 12.18 zimepelekwa wilayani Kibiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026/27 serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 700 kwa ajili ya ukarabati wa barabara za Kipoka Usimbe na Kipoka Mahimbwa. Asante. Mheshimiwa Amina Mkumba, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa swali la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri kutoka kwa serikali na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa barabara ya Kuingwila Mchukwi hospitali yenye kilomita 8 imekuwa kero kubwa sana kwa wananchi wa Mchukwi. Je, ni lini serikali itapeleka pesa ili barabara hiyo iweze kujengwa katika kiwango cha changarawe? Lakini swali lingine, kwa kuwa daraja la Luhoi ambalo linaunganisha vijiji vya Mtunda, Kikale na Muyuyu limeharibika kabisa kipindi cha mafuriko na sasa watu wanavushwa na mtumbwi, ni nini kauli ya serikali juu ya daraja hilo la Luhoi ambalo liko kata ya Mtunda? Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze sana Mheshimiwa Amina Musa Mkumba, mbunge wa jimbo la Kibiti kwa ufuatiliaji wake kwa maslahi ya wananchi wa jimbo la Kibiti. Lakini ni kuhakikishie kwamba tulishaelekeza mameneja wa TARURA ngazi za wilaya na mkoa wa Pwani, lakini pia wilaya ya Kibiti wamewasilisha changamoto ya barabara hizi kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amewasilisha, hususan barabara hii inaelekea hospitali ya Mchukwi mission pale. Na ni kuhakikishia tu Mheshimiwa mbunge kwamba serikali iko kwenye hatua za mwisho za kuandaa taratibu za kibajeti kwa ajili ya kwenda kufanya ukarabati wa barabara hizi zilizoharibiwa na mvua, ikiwemo ujenzi wa daraja hili ambalo limeharibika. Endelea, bado tupo wizara hiyo.